Dr. Muba, mchezo umemalizika kama hivi, lakini mwisho wa siku umepoteza kwenye mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi. Pengine kipi ambacho unaweza kuzungumza na wana Simba baada ya hiki ambacho kimetokea leo? Mchezo ni una matokeo matatu. Ushinde, upate draw ama upoteze. Sisi bahati ilikuwa ya kwetu, tumepoteza mchezo. Lakini kama tulivyoona mechi, kipindi cha kwanza tumecheza vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi za kupata magoli, lakini it wasn't to be. Haikuwa siku yetu, haikuwa siku yetu kwa kweli. Unafikiri kuna kipi cha kujifunza kupitia mchezo wenu huu wa kwanza ambao kimsingi kama ambavyo umesema hamkuwa vizuri kiwanjani kwa dakika zote 90? Kiukweli kwamba lazima lipo la kujifunza. Tutarudi tena mezani, tutakaa na mwalimu ili kujua tumekosea wapi na nini tutafanya kwa ajili ya mechi zijazo, kwa sababu haya ni mashindano. Mechi ya kwanza kuna mechi zingine 5 mbele, kwa hivyo this is Simba. Mimi naamini ni mwanzo ambao sio mzuri, lakini mechi zingine tutafanya vizuri inshallah. Matumizi ya uwanja wa nyumbani msimu huu hayajakuwa mazuri kwa Simba kwenye michezo ya kimataifa. Unafikiri kuna kitu ambacho kimebadilika ama ni upepo tu? Kwa kweli mimi siwezi kusema nafikiri kuna kitu kimebadilika. Na nafikiri ni bahati saa nyingine. Leo umeona pale tumekosa karibu goli 3 za wazi kabisa. Za wazi kabisa. Kwa hivyo muda mwingine ni bahati. Ukikosa bahati hata ufanye nini inakataa. Mimi naamini kwamba haikuwa siku yetu leo. Kama kuna mwana Simba ambaye tayari ameanza kukata tamaa kuitafuta hatua ya robo finali kwa hiki ambacho leo amekiona, unaweza kumwambia nini? Na kukumbusha World Cup iliyopita ambayo bingwa alikuwa Argentina. Argentina alianza na kufungwa mechi ya kwanza. Kufungwa nafikiri na Saudi Arabia. Lakini baada ya hapo Argentina ndio akaja kuwa bingwa. Kwa hivyo hakuna kukata tamaa kwenye masuala ya mpira, kwa sababu chochote kinawezekana. Hatujafurahi kweli, lakini tunaamini bado haijaisha mpaka ishe. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Shukrani sana. Sasa kwenye mchezo wa kwanza, nini kilikuwa shida? Mwanzo kabisa naweza nikasema tu kwamba jinsi ambavyo tumeingia ni kama tulikuwa tuhitaji kupata matokeo. Kwa sababu tumeingia bila striker na huko nyumbani kwenye kiwanja cha nyumbani, mimi nitegemea kabisa mwalimu katika hichi kiwanja ndo angekitumia kama tanuru ya moto katika kuchukua pointi 3 muhimu. Lakini bahati mbaya zaidi tunaona tumepoteza. Simba ina pande moja na mbili. Lakini upande wa pili tunaweza tukapata matokeo katika kiwanja chochote kile. Lakini hiki ambacho tumeanza nacho na kocha huyu amewahi kucheza mechi hii ni ya pili anaingia kwa mfumo huu, kidogo inatutia wasiwasi kama mashabiki wa Simba. Lakini tunaweza kusema tu kwamba kama hatokaa vizuri na baadhi ya watu ambao wameona kama kuna dosari, wakae naye vizuri umwambie, kwa sababu sisi uvumilivu hatuna, lazima tumwambie ukweli. Uvumilivu hakuna. Unaona alivyotoka pale, baadhi ya mashabiki wamwambia yani mchezo huo si mchezo wetu. Sisi tumekwisha zoea mchezo wetu ni biriani, mchezo watu yani kwa Mkapa hapa ni kwamba aliyokuwa anakuja hapa anakufa hapa. Lakini leo anakuja timu inapata matokeo hapa. Kiufupi tumeumia sana, kwa sababu ni timu ambayo tulitegemea ndio tutapata matokeo. Pointi 6 tulikuwa tunachukua kwa hawa. Lakini imekuwa tofauti. Tunashangaa wamechukua pointi 3. Kwa tumeumia. Mashabiki wa Simba tumeumia sana. Kipi ambacho mnakiona baada ya mchezo huu, kwa sababu bado michezo mingine imesalia, lakini tayari bila shaka mtakuwa kwenye nafasi mbaya kwenye msimamo wa kwanza? Ni kweli, kwanza ametupa wakati mgumu sana. Hata watani wetu inabidi sasa watafutie namna ya kuweza kuelimisha kwamba ni kitu gani ambacho tumekifanya leo. Lakini kwa upande mwingine tunaweza kusema Simba anaweza kupata matokeo kwenye uwanja wote. Lakini hapa kama tumepoteza kwamba ametuwekea wakati mgumu, tena tuanze kufanya juhudi katika viwanja vingine ambavyo ni vya ugenini, ambavyo huwa ni viwanja vigumu sana, hususan kama kiwanja ambacho tunaenda kucheza. Kwa hiyo tunaamini kabisa, hebu tuangalie, lakini anatakiwa ajirekebishe sana sehemu kubwa. Hawezi kutuingizia kikosi hakina striker. Maana yake amekuja kujilinda. Sasa umekuja kujilinda kwenye kiwanja cha Mkapa, wakati hapa ndio unatakiwa ujiachie ucheze mpira biriani watu tupate matokeo. Kwa hiyo tunaona kama kuna hatari mbele yetu. Ajitafakari Zaidi, yani akae chini atafakari, na sijui kama akipoteza mchezo mwingine tutakuwa naye. Wewe jamaa. Hiyo nakwambia ni sasa wewe baba, hivi acheze mechi 2 apoteze. Kwa sisi Simba ambao ni timu kubwa barani Afrika, namba 5, tupoteze kwa Mkapa, twende kule tupoteze, sidhani kama atakuwepo. Lakini kama mwalimu akijirekebisha zaidi, tunaweza tukaendelea naye, kwa sababu tumeona mchezo huu unaendelea kutuchezea bila, anakuja kuingiza kina Soa kina nani jioni sana, ambapo yani ni vitu ambavyo hatujavizoea. Sawa, nipe majina yako.
Ali Kiumbe hapa, mzee wa kibegi cha makobe cha wanasimba kindakindaka. Stop hapo. Wazee wanyama mwingi. Tumepoa. Dakika 90 zilikuwa kwa namna gani hasa? Kwa kweli tunasema kwamba tunacheza vizuri, lakini bahati haikuwa ya kwetu, na huu ni mpira. Usipotumia nafasi zako vizuri unakuja kujuta baadaye. Kwa hiyo kwenye mpira ndio matokeo. Tumecheza vizuri, lakini matokeo sio mazuri. Sasa najua kwamba watu wanajazba kwamba kocha hawamtaki, lakini kocha afanye nini wakati wachezaji wetu wamekosa magoli za wazi? Na kama tungekuwa tumefunga magoli mawili kipindi cha kwanza, tungekuwa tunamsifia kocha. Sawa. Kwa hiyo naomba wanachama wawe na subira, bado mashindano ni marefu haya, bado kuna pointi 12 za kwenda kuvuna, tutatoka. Unaona, kwa hiyo naomba tu wanachama na wapenzi, najua hawajafurahi, lakini wawe na moyo wa kusapoti timu ili tuweze tukapata matokeo mazuri. Mechi ya 3 nyumbani mnakosa matokeo. Mechi ya 3 mnakosa nyumbani. Sawa, tumefungwa, lakini tusubiri tuendelee na mashindano haya, tutaangalia yatakayotokea. Lakini nyinyi wote ni mashuhuda na wapenzi ni mashuhuda kwamba tumekosa magoli mengi sana. Sasa kocha anakuwa na shida gani? Kocha hawezi akafunga mpira. Kocha kazi yake kufundisha, lakini ukikosa mwenyewe alafu unamrukia kocha. Kwa hiyo tuwe wavumilivu na tuweze. Wanasema michuano ya kimataifa matumaini na kwamba uwanja wa nyumbani. Kupoteza mchezo wa kwanza nyumbani inaleta ishara gani kwa mnyama katika safari yake? Kikawaida mwanzo mzuri ni nusu kumaliza kazi, lakini imetokea bahati mbaya, tumefungwa, lakini tuna timu nzuri, tutaweza kuendelea na mashindano na kufika robo finali. Lawama zote hizo ambazo unazisikia za mashabiki wa Simba, pengine ulivyoona na ulipotazama wewe, ni ubora wa kocha ama pengine ni nafasi anazozitumia za wachezaji ndio zimeangusha leo? Labda niseme ni siku tu, siku haikuwa ya kwetu, ndio maana. Sawa, sasa tunawasikia wanachama, tutaifanyia kazi, tutaangalia. Tutafanya kazi swala la mwalimu. Mimi sina shida na mwalimu, tusubiri tu ili timu itakaa vizuri. Wapo baadhi ambao wanalalamika kwamba mna maneno mengi na mkiwa mnasajili wachezaji ambao si wazuri. Nini? Wapo ambao wanalalamika kwamba wachezaji mnawatia mnasifu sana lakini uwanjani hawana kitu. Sasa unajua ukishafungwa kunakuwa na lawama 50. Ukishinda kila mtu anasahau kwamba mchezaji kacheza vipi. Hata kati ya goli 4 hizo tungepata goli 2 bado kungesingekuwa na makelele, lakini ndio mpira. Unaona, huwezi kufurahi kila siku, lazima umshukuru Mungu kila kilichopatikana. Mzee Azim, wengi walikuwa wanaona kundi la mtani wenu wa jadi Yanga jana ndio kama kundi gumu. Yeye amepata matokeo, lakini kwenu ikionekana kama Simba ana nafasi nyepesi zaidi kuliko kuongeza na mtani wake. Lakini sofa Simba ndio timu pekee ambayo kwenye kundi lake imepoteza. Nadhani nini kimekwamisha? Nasema tu ni siku mbaya kwa Simba leo. Tumekosa magoli mengi na tukafungwa goli ambalo halikuwa na kasi yote, lakini basi ndio matokeo ya mpira. Yanga ameshinda, inatutia na hamasa kwamba na sisi tufanye vizuri. Kwa hiyo haina shida. Kwa namna ambavyo umekiona kikosi chako kicheza, unaona mna nafasi ya kwenda robo finali kwa namna ambavyo kikosi kimecheza? Tunayo nafasi na tutaweza kuwafunga hawa kule kwao. Hiyo nakwambia wazi. Kwa hiyo watu wawe na subira. Asante. Wengi wanasema